Karibu tena kwenye kipindi chetu hiki. Karibu kwenye kipindi chetu tena hiki. Na karibu kwenye channel yetu hii ya Bwana ni Haki Yetu TV. Pamoja na karibu kwenye ministry au madhabahu hii ya Bwana ni Haki Yetu. Na leo tulitajia kuzungumza pia, naona kama day past tulizungumzia habari za ukiota, habari za ndoto, maana yake ukiota, habari za mbwa. Sasa mbwa ndo tumeongelea zaidi kuliko vitu vingine, lakini ukiota kwa habari hizo, maana yake waliosikiliza au kuangalia wanajua tuko tunamaanisha nini. Basi leo nihitaji kuzungumzia habari ya vichaa au kichaa. Kwa mfano, unapoota kuna kichaa anakukimbiza, au kuna kichaa unatembea naye, au kuna kichaa umemuona tu, au kuna kichaa labda unafanya kazi mahali na hapo kuna kichaa, au uko dukani na ukaota kichaa. Kwa hiyo yuko dukani au yuko nje, kwa hiyo tutaviangalia hivi kwa undani kidogo. Kwa hiyo basi Mungu atutangulie. Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, asante Bwana kwa neema zako na rehema zako na upendo wako ajabu. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru Bwana pamoja na mtoto wako huyu anayenitazama. Mungu wa mbinguni, tubariki, tutakase, tukajifunze wote Bwana mbinguni, maana hili ni neno lako Mungu. Tunafunga kila roho za upinzani zote Bwana mbinguni, tunaharibu kila roho za upinzani kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu asante, naomba tukiamini hayo, kwa kuwa tutuwekea Roho Mtakatifu aweze kutufunulia na maandiko, katika jina la Yesu Kristo, amina. Sasa maana ya kichaa wote tunajua kabisa ni mtu ambaye hana akili vizuri, au wenda wazimu, vyote tu vile utakavyomuita, lakini hana akili vizuri huyo mtu. Ndio maana ya kichaa. Sasa kuna baadhi ya kabla tuendelea, tupitie baadhi ya mafungu ya utangulizi kidogo, alafu tutajua tunaendaje mbele. Tukifunua katika Kutoka 35 mstari wa 31, inasema, Kutoka 35 na ule mstari wa 31, inasema, naye amemjaza Roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina. Naye amemjaza Roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya kila aina. Manake huyo mtu amemjaza Mungu, amemjazia Roho ya Mungu imemjaza huyo mtu katika hekima na akili. Manake sio kichaa, sio chizi, sio nani. Manake ana akili. Sasa katika akili ndo kuna vitu vinatokea. Sasa anasema amewajaza watu hao akili za moyoni. 35:35. Amewajaza watu hao akili za moyoni, ili watumike katika kazi kila aina ya mwenye kuchora mawe, na kazi ya werevu, na wenye kutia taraza, katika nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu, na kitani nzuri, na ya mwenye kufuma nguo, ya hawa wafanyao kazi yoyote, na ya wenye kuvumbua kazi za welevu. Maana unapoona kuna neno la Mungu linasema
amewajaza watu hawa akili za moyoni. Sasa ndio wanasema amewajaza hawa akili za nafsi. Nafsi zao zina akili. Akili zinakaa kwenye nafsi, hazikai kwenye mwili. Mwili, ubongo ndio unakaa kwenye mwili, lakini akili zinakaa kwenye nafsi. Maana yake anaposema amewajaza watu hawa akili za moyoni, hakujaza watu akili kwenye mwili, bali amewajaza akili kwenye nafsi zao. Sasa unapoona mtu yote anakuwa kichaa, amekuwa kichaa kabisa kabisa, manake kuna mawili. Manake yawezekana ni kweli kabisa kuna baadhi ya magonjwa ambayo yamemsababisha huyu mtu kuwa kichaa. Manake ameathiri ubongo wake, lakini nafsi yake iko well and alive kabisa, haina shida. Manake haya magonjwa yawezekana yakiwemo malaria, kawemo pia hata wanaougua HIV, kuna muda wasipoendelea kutumia dawa, manake wanapata hiyo shida kidogo ya akili. Lakini pia kuna watu wanaougua magonjwa mbalimbali, kwa mfano pia yenye shinikizo la juu la damu, pressure kiwa iko juu sana, kuna watu wanapata shida ya akili. Lakini pia kuna watu ambao unakuta ana epilepsy, baadhi yao wengi sana wakiwa bado ni watoto wadogo, wakiwa ni watu wazima, wasipokuwa monitored vizuri na kufanywa matibabu inavyotakiwa, utashangaa hawa watu wana shida za nini? Za akili. Maanake kuna magonjwa utayataja na kuyataja ambayo yanaweza kuleta hiyo shida. Lakini nyingine, ukiona hiyo shida kuna mtu ni kichaa, utashangaa sana kwamba huyu mtu hiyo ya pili sasa ambayo tunazungumzia habari ya nafsi, habari ya moyoni au nafsi, ndio hiyo ninayozungumzia hapa, kwamba huyu mtu atakuwa na shida, kwamba unakuta nafsi yake iko well, lakini akili yake haiko vizuri. Pia itakuwa ni hivyo. Lakini tofauti ya huyu na yule ni kwamba huyu kwa sababu ya magonjwa, lakini huyu kwa sababu ya za kiroho zaidi, sababu za kiroho zaidi kuliko za kimwili. Sasa tukiendelea hapa, maana yake tunazungumzia habari za akili. Nimesema kwamba tunazungumzia habari za mtu ukiwa kichaa, umekuwa wewe kichaa, umeota au umeona kichaa, na shughuli zao mbalimbali tutaziangalia hapa. Sasa ukiwa kichaa, maana yake ukiota, cha kwanza ukiwa unakimbizwa na vichaa, maana yake lazima ujue kabisa kwamba hapo ukiota unakimbizwa na vichaa, cha kwanza lazima ujue, na unakimbizwa na vichaa hasa wengi huwa ni wanawake, mara nyingi sana. Mtu anakimbizwa na kichaa ili wanasema waitaka kumbaka. Maana yake nini? Maana yake hizi ni roho za uchawi. Kuna yawezekana hao wakawa ni wachawi wanakukimbiza kwa huo muda, ni wachawi wanakukimbiza, sio kingine chochote. Umeona? Kwa hiyo ndio kashangaa ni wachawi wanakukimbiza au misukule, kwa sababu pia roho za kichawi hizi pia zinatuma hata misukule. Kwa hiyo tutashangaa una hali ya kukimbia kwa sababu umeota jambo fulani, unakimbizwa na kichaa. Lakini lazima ujue kabisa kwamba huyo hao ni wachawi kabisa. Umeona, hao ni wachawi au wanatumika, au kuna watu ambao ni vichaa pia. Kuna wakati mwingine ni kichaa unayemfahamu. Yawezekana kuna mtu mmoja ananiambia leo anataka kubakwa na kichaa, na usiku kwamba kila mtu alikimbia. Kipindi walikuwa ni wengi, kila mtu walikimbia, ile akaishiwa nguvu za kukimbia, na kwenye ndoto hapo na yule kichaa akaja akataka kumbaka. Asebu angalia, lakini asubuhi alipoamka ni kweli wakawa watu wengi wakaenda. Ilipofikia hatua fulani kukutana na kichaa,
na kweli wengine wakakimbia na akataka kupakwa. Umeona? Kwa hiyo kuna haya ambayo inawezekana kuna mchawi mahali akamtumia huyo kichaa wake, kwa sababu huyo amemchukua msukule mwenyewe. Kwa hiyo akamtumia kwa ajili ya kupata kitu ambacho anakitaka kutoka kwako, au kwa ajili ya kukomesha tu, au vitu tu vile. Kwa hiyo kuna watu wanatumika. Kwa hiyo ukiona hivyo kichaa anakukimbiza, jua kabisa hao ni wachawi au misukule. Ni wachawi au kwa hiyo lazima ujue kwamba hao ni wachawi. Sasa nategemea pia wanakufukuza kukutoa wapi, kukupeleka wapi, au la naona kimbia kuelekea wapi. Lakini jua kabisa kwamba hao ni wachawi wanakufukuza. Tukiangalia kwa mfano katika Mhubiri 9:3 inasema, hilo ni katika mambo yote yanayofanyika chini ya jua, ya kuwa wote wanalo tukio moja, naam zaidi ya hayo mioyo ya wanadamu imejaa maovu, na wazimu umo mioyoni mwao. Manake ukichaa umo kwenye nafsi yao. Ukichaa umo kwenye nafsi yao, manake hawana akili, manake ni vichaa wakati walipo hai. Umeona? Wakati walipo hai, na baadaye huenda kwa wafu. Manake nini? Manake kumbe huyo mtu kabla hajaenda kwa wafu tayari ashafanywa kuwa kichaa, amshafanywa kuwa chizi. Kwa sasa kuna vitu vingine, kwa mfano hilo ni la baadaye kidogo, na nitatu tuisome tu, kwa sababu baada ya hapa tutakuja hili kwamba yawezekana sasa wewe hata wewe mwenyewe ukajiotea kwamba wewe ni kichaa. Kwa mfano hapo nimesema ukiwa na ota kama wewe ni ukiota kama unafukuzwa na vichaa, manake ujue au ni wachawi wanakufukuza, na au misukule. Lakini hata hivyo ni wachawi tu pia, kwa sababu kuna misukule ambayo inatumika kwenye uchawi kwa ajili ya yanatumika na wachawi wenyewe. Kwa hiyo ni wachawi bado. Kwa hiyo sasa kuna mtu anaweza kaota kwamba yeye mwenyewe amekuwa kichaa. Yeye mwenyewe amekuwa kichaa. Kama mtu akiota yeye mwenyewe amekuwa kichaa, hebu katika Mhubiri hiyo 9:3 inasema, hilo ni katika mambo yote yanayofanyika chini ya jua. Hilo maana yake inawezekana gani? La ukichaa. Yanafanyika chini ya jua, ya kuwa wote wanalo tukio moja, naam zaidi ya hayo mioyo ya wanadamu imejaa maovu, na wazimu umo mioyoni mwao wakati walipo hai. Manake wewe unapewa taarifa ukiwa hai, sio kwamba umekufa, kwamba inawezekana wewe ni kichaa kwenye nafsi yako. Inawezekana wewe ni kichaa na wazimu umo mioyoni mwako. Inawezekana uko ni kichaa ukiwa bado hai kabisa, ndipo unapewa taarifa. Unaweza kupata taarifa umekufa. Inasema na baadaye huenda kwa wafu. Kwa hiyo inawezekana ukaota ile jambo kwamba ni kichaa, na baada ya muda ukafa, lakini kiufupi hujafa. Kiufupi wamekuchukua, wanza kufanya kuwa kichaa, au kaota kwamba wewe ni kichaa. Kwa hiyo ukiota kuna mambo haya mawili, moja inawezekana kweli Mungu anakupa taarifa, inawezekana ukawa kichaa. Au pili tayari wewe ni kichaa ila hujitambui tu, na ndio maana kuna muda unaropoka vitu, kuna muda unaamua vitu tofauti. Ukija kutafakari baadaye unajua nimeamua makosa, lakini tayari ushaamua. Manake nini? Inawezekana wewe tayari hapo ulipo ni kichaa lakini hujitambui kwa wewe ni kichaa. Ukichaa wako utaonekana pale ambapo utashangaa sana, unafanya tabia ambazo ni tofauti na za wanadamu wengine. Kwa mfano kuna mtu unakuta mpaka tunamshangaa, mpaka tunamuita majina mengi, Mwajuma Ndala Ndefu, sijui Tatuka, na majina mengine kama hayo mengi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ya zile tabia ambazo amejiwekea. Sasa wewe ni kichaa ambaye hujitambui kuwa ni kichaa. Kwa hiyo kuna muda unaweza kushangaa umechukuliwa, watu wanafanya mambo yao, watu wanafanya vitu vyao. Kumbuka Mungu ameweka akili, na ameweka akili pamoja na hekima kwenye akili ya mwanadamu. Hekima na akili
hekima na akili. Kwenye kichwa chako kuna hekima na akili ambao kwenye ulimwengu wa roho ndio vinavyofanya kazi. Hekima na akili ndivyo vinavyokufanya maisha yako yaendelee. Ufanye innovations. Ufanye ufumbuzi mbalimbali. Ufikiri jambo. Ufanye design mbalimbali ambazo hakuna aliyewahi kuzifanya. Unategemea, unafikiri hawa watu wanaofanya design wanatoa wapi? Kwenye akili. Hasa kama ni kichaa, design gani utakayoifanya? Zaidi ya kwamba utakuwa unaleta shida na majanga kwa watu. Utakuwa unaleta tabu na shida kwa watu. Utakuwa unaleta mikosi na balaa kwa watu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni kichaa. Na unapoota kuwa wewe ni kichaa, lazima ujiangalie mara mbili. Mungu anakupa taarifa. Kama wewe sio kichaa, inawezekana ukawa kichaa kiukweli kabisa. Lakini au kawa kichaa au tayari wewe ni kichaa ulimwengu wa roho. Mungu anajaribu kukuambia, ndio maana mambo yako hayaendi. Hakuna kichaa ambao mambo yake yanaenda. Hayapo. Haijalishi kwamba umetumiwa, sijui kuna mtu kakufanyia, kuna mtu kachukua kitu fulani, lakini tunazungumzia habari ya kwamba mambo yako hayataenda. Aidha umechukuliwa au kweli ni kichaa wa magonjwa au kweli ni kichaa wa kufanyiwa na watu, lakini tunasema kwamba mambo yako hayataenda. Kwa hiyo utajichunguza tu tabia ambazo ulikuwa huna, saizi unazo ambazo ni mbaya. Utashangaa tabia za kuropoka, kuongea, kuchamba watu, kutukana watu, halafu haujali, you don't even care uko na nani, uko sehemu gani. Wewe utaongea, utaropokwa na matusi na maneno mpaka watu watasema kuna jambo limekubadilisha. Nini? Kwa sababu ulikuwa huna hiyo tabia mwanzo. Sasa una wazimu moyoni mwako. Maana yake moyoni mwako kuna wazimu ambao umeingia. Sasa unafikia hiyo tabia ya kuchamba watu, ya kutukana watu, ya kufanya mambo mengi kwa watu. Nini? Kwa sababu tayari hiyo tabia zikana ni ya kwako. Na tunasema kwamba inawezekana wewe ukaota mwenyewe ukawa kichaa, au umeota wewe mwenyewe umekuwa kichaa. Ili ya kukimbizwa tayari tushaimaliza. Lakini tutazungumzia habari na unapokuwa unakimbizwa, maana yake nikimaliza, unapokuwa unakimbizwa maana yake kama ukikamatwa, maana yake wewe tayari kwenye himaya za wachawi. Ukikamatwa uko kwenye himaya za wachawi. Na hata na ukibakwa ndio kabisa, mpaka watoto ulimwengu wa roho watu wanazaa na wachawi. Sasa ukiona hadi dalili kama hizo, maana yake unajua kama umekamatwa, lazima ujue kama kwamba kwa nini. Kwa sababu kama umekamatwa, maana yake wewe uko kwenye himaya zao. Kama wanakukimbiza, maana yake bado hawajakukamata, lakini wako kwenye harakati za kukamata. Kwa hiyo unapoota hapa kwamba wewe ni kichaa, wewe mwenyewe binafsi, maana yake yawezekana ulimwengu wa roho tumesema kabisa, yawezekana kweli utakuwa kichaa hivi karibuni, au umeshakuwa kichaa tayari, una wazimu moyoni, au pia unaweza kaja kuipata roho ya uchawi. Tunaposema kichaa, watu wengi wanafikiria ni wale vichaa wa kuvua nguo, kuvaa manguo ajabu. Lakini kumbe kuna vichaa ambao hawavui nguo, na wapo wanatembea, wameolewa, wameoa, vichaa. Lakini pia wapo ambao wako nyumbani, wako vizuri tu. Mpaka waambie huyu ni kichaa ndipo utajua huyu ni kichaa. Umeona? Kwa hiyo ukijiotea hivyo, lazima uingie kwenye maombi haraka sana. Kataa hizo roho zote za uchawi. Kataa roho ya kuwa kichaa, au kuna sehemu ambapo Mungu anataka kurekebisha, basi manake lazima utubu kwa Mungu na Mungu akusaidie sana. Ukiwa wewe kichaa, lazima ujue hayo mambo. Mungu akusaidie sana. Sababu tukimalizia hapo, tuangalie Yeremia 29:26 na ule mstari wa 26 anasema, Bwana amekufanya kuhani badala ya Yehoyada kuhani, ili mpate kuwa watumishi katika nyumba ya Bwana, kwa kila mtu aliye na wazimu na kwa kila mtu ajifanyaye kuwa nabii, umtie katika mkatale na pingu. Umtie katika mkatale na pingu. Yaani mtu anayejifanya wazimu na mtu anayejifanya kuwa nabii, umtie katika mkatale na pingu. Umtie katika mkatale na pingu. Mtu aliye wazimu. Kumbuka hapa imesema mtu aliye wazimu. Mtu aliye wazimu, umtie katika mkatale na pingu. Hapa tumeona kabisa kwamba Mungu anasema
mtu aliye wazimu anatakiwa afungwe. Maana afungwe pingu, afungwe na pia kwenye mti au afungiwe ndani kwenye mkatale. Manake yawezekana kuna mtu unamjua ni kichaa, awe mwenyewe umeota hiyo swala. Manake Mungu anakupa taarifa. Muda sio mrefu utafungwa pingu, muda sio mrefu utatiwa katika mkatale. Manake utafungwa katika mti, hutatoka. Utafungwa katika mti, hutatoka. Kuna muda Mungu anakuambia, kuna muda sio mrefu, kwa kadri ambavyo haya mambo yanavyoendelea, au unatukana watu, unanyanyasa watu, unafanyia watu mambo ya ajabu, huwapatii watu haki zao. Mimi nakwambia ukiota hivyo haraka sana, lazima urudi mbele za Mungu kuuliza. Lazima uombe rehema kwa Mungu cha kwanza. Mtu utakota mbaya, lazima uombe rehema kwa cha kwanza. Kwa sababu yawezekana Mungu ameamrisha sasa. Kuna watu wameitwa, kwa mfano huyu Yehoyada aliambiwa apate, yani mpate kuwa watumishi katika nyumba ya Bwana kwa kila mtu kwa kila mtu aliye na wazimu na kwa kila mtu ajifanye kuwa nabii, umtie katika mkatale na pingu. Inawezekana kuna amri fulani imetoka kwa Mungu, utiwe katika mkatale na pingu. Na ndio maana unaota ukiwa kama kichaa. Unaota kama ukiwa kichaa, au ndugu yako ni kichaa, unamuotea. Kwa hiyo inawezekana kuna amri ya Mungu ambayo imetoka. Huyu mtu kutokana na tabia zake hizi, asema Mungu atumtie katika mkatale na pingu. Manake kuna watu wanaambiwa, kuna watu wataambiwa, watumishi wa Mungu wataambiwa, ukipindwa naomba wakipiga wachawi, na utashangaa unakuwa kichaa. Kama ulivyokuwa unafanya wenzako vichaa, utashangaa na wewe unakuwa kichaa. Nini? Kwa sababu kuna pingu ambayo inatakiwa ufungwe na kwenye mkatale ufungwe. Manake vichaa wote ndipo inatakiwa wanafungwa hapo. Sasa yawezekana wewe sio actually utasema sio kichaa, na ndio maana sisi tunasema shida ya afya ya akili. Lakini na kila mtu ana shida ya afya ya akili, kila mtu ana shida ya afya ya akili, ndio hicho kitu ambacho wanakisikia. Lakini sasa hiyo shida ya afya ya akili imeanza leo. System of life, system of living ndio inayofanya haya mambo. Leo hii tuna watu na shida ya afya ya akili kwa sababu ya dhuluma, kwa sababu ya maovu kuongezeka, kwa sababu ya ujinga kuongezeka, kwa sababu ya watu kukataa maarifa kuongezeka, kukubali maarifa kwenye akili zao na kwenye maisha yao. Sasa watu kukataa kufanya kazi, na ndio maana wanapata misongo ya mawazo, wanapata shida ya akili. Lakini jiulize, huko nyuma huko nyuma ilikuwaje? Huko nyuma ni kwa sababu kuangalia maovu yalikuwa hayaongezeka kiasi hiki. Na ndio maana leo hii tunadili na swala la afya, shida ya afya ya akili. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya system ya maisha ambayo shetani ametuundia. System ya maisha ambayo shetani ameiunda, ameifanya, ameitengeneza ili watu watiwe katika mkatale na pingu. Ameweka watu kutokuwajali wengine na kujijali wao wenyewe. Mpaka watumishi wa Mungu wanajijali wao wenyewe, hawajali watu wengine. Na ndio maana watu wakae kwenye nini? Kwenye mkatale, manake wakafungwa na pingu. Ni amri moja tu hiyo. Kwa hiyo ukija kuangalia habari la afya ya akili, tatizo la afya ya akili linavyokuwa linazidi kuwa kubwa, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaishi tofauti na ambavyo Mungu ametaka watu waishi. Unajua kuangalia katika Yeremia 50:38 anasema, Yeremia 50:38 anasema, ukosefu wa mvua juu ya maji yake, nayo yatakaushwa, maana ni nchi ya sanamu za kuchongwa, nao wameingiwa na wazimu kwa ajili ya sanamu. Wameingiwa na wazimu kwa ajili ya sanamu. Sanamu sio lazima uchonge. Na kuna mtu tukiongea hivyo unaweza kuhisi kuna sanamu za makanisani zimo. Sio lazima uchonge. Kuna mtu sanamu yake ni fedha. Manake huyu mtu asipopata fedha anaingiwa na akili mbovu, manake anaabudu fedha. Ndio maana kuna watu baada ya kupoteza kila kitu ni mali. Huyu mtu ni mali, akili yake. Manake sanamu yake ni mali, sasa anapoteza kila kitu anakuwa kichaa. Nini? Shida ya afya ya akili. Kwa hiyo huyu mtu mwingine yeye sanamu yake ni maovu.
asipofanya maovu hajisikii kabisa. Asipomjeruhi mtu ajisikii amani. Nini? Ana shida ya afya ya akili. Lakini nini? Ukija kuchunguza vizuri, sio issue za afya ya akili tu. Manake moyo wake una wazimu. Ile nafsi yake imepata wazimu, nafsi yake. Mtu ni nafsi, mtu ni roho, mtu ni mwili. Manake ni combination ya vitu hivi vitatu: mwili, nafsi na roho. Sasa tunazungumza habari za nafsi kupata shida, nafsi kupata shida, na ndio hiyo tunataka kuzungumzia hapa. Na ndio nafsi ikipata shida, manake na mwili utapata shida. Nafsi ikipata shida, mwili lazima upate shida. Sasa nasema wameingiwa na wazimu kwa ajili ya sanamu. Manake wamekuwa vichaa kwa ajili ya sanamu, kuabudu sanamu, kuabudu miungu mingine. Na ndio sanamu zenyewe. Kuna maovu yanafanyika, ni sanamu. Kuna habari za kuabudu fedha, ni sanamu. Sasa nakwambia hiyo mambo, unajua kwa nini? Nitakaa sana kidogo hapo kwa wewe mtu unayeota kwamba wewe umekuwa kichaa au ndugu yako kawa kichaa au vyote tu vile. Tumeshaongea habari za kiafya, magonjwa mbalimbali yanaweza kufanya hivyo. Lakini pia nataka utafakari jambo moja. Kuna makampuni makubwa ambayo yanaajiri watu kwa ajili tu ya research. Yaani kuna kitu tayari, kwa mfano we have earphones, tuna simu hapa hizi, tuna vitu hivi kazi mbalimbali, lakini kuna watu wana research zaidi na zaidi kwamba natoka na miwani smart. Unakuta kuna smart watches, unakuta kuna kila kitu smart houses, smart watch, nini, kila kitu. Na hadi kuna kamera ambayo au mic ambazo utashangaa ni kifungo tu cha shati. Nini? People they are coming with innovations. Wana research vitu. Hata wana research vitu wanavitoa wapi ku research? Wanasema hapana, the better way of doing these things. Kuna njia nyingine nzuri na rahisi kufanya hili jambo. There is a better way. Kwa hiyo wanaingia kwenye, wanatumia akili ya wapi? Katika ulimwengu wa roho, the spiritual realm, ambavyo vitu havipo. Wewe Mungu tumesoma ile sema Mungu amewajaza akili. Amewajaza akili mioyoni mwao. Amewajaza akili mioyoni mwao. Manake nafsini mwao amewajaza akili. Akili za nini? Tulisoma pale. Akili za kuvumbua vitu. Akili za kuvumbua mambo. Akili za kufanya mambo. Akili za kuvumbua vitu vipya. Hizi nguo tunazovaa zitokea miaka ya nyuma huko. Watu wanavumbua and there's no end to the innovations. Hakuna mwisho wa kile wanachokivumbua. Hizi akili zinatoka wapi? Kwenye akili yako. Kwa kama kwenye akili yako nayo vitu, kama wewe hutaitumia hiyo akili, mimi nakwambia kuna mchawi mahali ataitumia hiyo akili. Kuna mwimbaji mahali ataitumia hiyo akili. Kwa hiyo inawezekana kuna mtu ni mwimbaji, sio mwimbaji, lakini wewe una akili ya uimbaji. Akiangalia akili yako, akiingia kwenye ulimwengu wa roho, anaona akili ya uimbaji, una vitu na material. Lakini cha ajabu ni kwamba unashangaa. Sasa wewe hata kwanza unashangaa. Kwa mfano ukiwa unalala, unaota tu nyimbo, labda unaimba. Unaona kwenye majukwaa unaimba. Lakini cha ajabu unapoamka ndio maisha yako hayo kila siku. Unaota unatunga nyimbo, unaimba. Lakini cha ajabu hutoki hata kama unaimba. Nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho, Mungu alikujaza akili ya kujua nyimbo, ya kujua utunzi mbalimbali. Lakini kuna mchawi mahali kaiona hiyo akili. Kwenye ulimwengu wa roho havijifichi vitu. Kaiona hiyo akili, manake katumia hiyo akili yako wewe kuwa kile ambacho anatakiwa awe. Yeye anatakiwa labda itakiwa awe mkulima. Lakini atuzungumzia habari za kulima kama ni dhambi. Kulima sio dhambi wala sio adhabu. Huyu mtu anatakiwa awe labda msukuma mkokoteni, sio dhambi. Lakini utashangaa msukuma mkokoteni kama kweli ni Mungu ndio kampatia hiyo kazi, manake utashangaa na kuzidi hata wewe uliajiriwa. Utashangaa na kuzidi wewe. Utashangaa na nyumba wewe huna. Nini? Tunazungumzia habari ya akili
nini Mungu amejaza kwenye akili yako. Na ndio akili yako inakupelekea wewe kuwa kichaa sasa. Kwamba usipofanya jambo, mapepo atafanya hilo jambo kwa ajili yako. Mtu anaendesha gari, kumbe wengine wanaendesha gari za kichawi. Nini? Kwenye akili. Kwenye akili una akili moja ambayo una akili kubwa sana ya kuendesha vitu vikaenda. Una akili kubwa sana labda ya wewe ni dereva mzuri kabisa, ukikaa barabarani hakuna ajali. Nini? Na ndipo wachawi wanatumia hiyo akili, wanakuwa unawaendesha wao wenyewe kwenye vyombo vyao. Hata kama watu wanaomba vipi, hata kama watu unasema hapapitiki, huyu mtu kwa sababu ana akili amepewa na Mungu kwamba ya kuendesha gari ambalo hatapata ajali, utashangaa anakuwa anaendesha gari, anaendesha kweli kweli, na watu waliopandisha hawajui wengine, lakini ndio hivyo. Lakini baada ya muda utashangaa huyu mtu, baada ya muda utashangaa mtu anakuwa chizi kabisa. Au alikuwa ni dereva wa gari, lakini ghafla ndugu yako labda akawa chizi kabisa. Huelewi ilikuwaje, lakini inawezekana aliota amekuwa kichaa, au alimwotea akikuwa kichaa. Asa kumbe inomfanya kuwa kichaa ni ile akili yake ambayo Mungu aliweka ndani yake. Yeye hajaitumia inavyopaswa, au la basi hakuwa na Mungu, ndipo akamfanyia hilo jambo. Kuna akili mwendelezo na mwendelezo wa uvumbuzi. Uvumbuzi hauna mwisho. Uvumbuzi hauna, kwa hiyo inawezekana uko na hilo jambo, lakini wakakuchukua wewe. Wakachukua akili yako, wakaitumia katika uvumbuzi wao. Kwa kuwa kuna baadhi ya makampuni pia yanaajiri akili ya mtu kuvumbua tu mambo, na wanalipwa pesa kubwa kuvumbua tu, kuandika data. Yani kuna sometimes kuandika tu mipango ile, kuandika tu mipango ya jambo fulani, kuandika tu mipango fulani yote kile ambacho natakiwa, labda bwana mimi nataka nifanye moja mbili tatu, nipatie mfumo. Anapoandika tu mfumo, wanalipwa mabilioni ya pesa, mamilioni ya pesa kuandika tu kile ambacho natakiwa kifanyike kwenye kampuni fulani. Nini? Anachokiplan. Manake nini? Manake akili ile anaitumia akili ya ndani. Asa utashangaa huyu mtu, utashangaa mara ghafla walikuwa kazini, amekuwa kichaa, amekuwa chizi kabisa, haeleweki. Magonjwa hamna ambayo ya kumfanya kuwa kichaa. Utashia kusema ana nini? Ana afya ya akili, ana shida ya afya ya akili. Unaona? Kwa hiyo unapota ukiwa kichaa mwenyewe, jua kabisa mawili. Cha kwanza, inawezekana Mungu ameagiza ufungwe kwenye mkatale kutokana na dhambi ambazo zinafanyika kwako. Haujali watu, unatukana watu, unakuta unachukua watu misukule na wewe, au la basi kuna vitu ambavyo unavifanya ambavyo viko tofauti kinyume sana Mungu. Uzinzi, uasherati, uongo, usengenyaji, kusema watumishi wa Mungu, kusema watu mbalimbali. Unajikuta kwamba sasa hiyo hali Mungu anaagiza sasa kwamba haijalishi atakaye kufunga ni nani, ila Mungu anaagiza ufungwe na pingu, kama ambavyo vichawi wanafanya. Ukiwa tumefungwa na pingu pia lazima ujue. Okay, kama kivicha ambavyo wanafanya. Sawa Basi pia unapoota kichaa yuko kwenye biashara yako, au unapoota kichaa yuko kwenye biashara ya mtu fulani, au hata unapomuona live mara kwa mara anakula mahali, mara kwa mara huyo kichaa yuko maeneo hayo, hatoki haendi mbali sana, mara kwa mara yuko maeneo hayo, unapoota au kuona live, ujue kuna mawili. Cha kwanza, moja, huyo kichaa huyo ana connection kubwa na hilo eneo. Kama ni sehemu yako ya kazi, ana connection kubwa. Kama ni sehemu yako ya chakula, ana connection kubwa. Kama kwa mtu unamuona mara kwa mara huyo mtu, au anapewa chakula mara kwa mara, kwa hapo sitazungumzia hali ya kawaida kwamba yani atuzungumzia habari za mtu kuwa na roho nzuri ya kusaidia vichaa. Tutazungumzia habari ile ya kawaida ambayo ni ya kindani, ambayo watu wengi wasijue. Huyo mtu cha kwanza anakuwa hatoki maeneo hayo. Mara nyingi hatoki. Akitoka ni kidogo, ila amerudi tena. Hatoka maeneo hayo. Mara kwa mara anakuepo. Ndio utashangaa anakuwa anaosha hata vyombo pale, utashangaa anafanya vikazi fulani pale, lakini akizaka ziko sawa kabisa. Lakini anataka sawa kimavazi, lakini akizaka ziko sawa. Asa jua kuna mmoja ana connection na ile eneo, kwa yawezekana akawa ni msukule wa huyo mtu wa hiyo biashara. Maana hatoki hapo. Akitoka ni kidogo tu anarudi. Yawezekana akawa ni msukule wa huyo mtu, source of income ya huyo mtu. Kwa hiyo unapoona, nasema unapoota au nimeweka tu inwana, unapoota au unapoona live pia. Lazima ujue
kwamba huyu mtu kuna jambo, kama ni eneo la chakula, huyu mtu atoki maeneo hayo na anafanya kazi vidogo vidogo pia pale, ndipo anapewa chakula. Lakini ujue kabisa kwamba huyu mtu yawezekana kwa asilimia kadhaa akawa ni msukule wa huyo mtu anayemfanyia hapo. Akawa ni kweli, akawa labda na nguo safi na nini, lakini au mwingine ana nguo chafu vile vile, anakaa hapo hapo. Lakini utashangaa wateja wanakuja, obviously kuna kichapo, wakati mwingine mnakula naye humo ndani, sasa na wateja wanakuja. Sasa kuna wengine hawezi wakafanya hivyo, lakini wanakuja watu na kicha yuko hapo hapo kabisa, na ana nguo chafu kabisa. Kwa hiyo unaweza kujua kwamba huyu mtu ni msukule, yuko hapo ni kitega uchumi cha mtu, kwamba huyu mtu yawezekana yeye biashara yake inaenda sana akiwa na huyo mtu, na ndio maana ukao umeota uko dukani kwako. Yawezekana kuna haya mawili, hasa kabisa kubwa zaidi. Yawezekana kuna haya mawili. Cha kwanza, huyo mtu yawezekana ni mchawi, kaja kuroga hilo eneo lako. Yawezekana ni mchawi, haijalishi ni mchawi ngazi gani, awe ni Freemason, awe ni Baphomet, Illuminati, Jesuit, awe ni ngazi ya 555 au 666 au 777 au 333 au 555, au awe kwenye ngazi ile ya 5 ya mwisho kabisa, ni mchawi kama mchawi wengine. Usijiite majina mengine, na ni mchawi kama mchawi wengine. Kwa hiyo haijalishi ana degree sana 3, ana degree 3, lakini ujue kabisa huyo ni mchawi kama wachawi wengine. Sasa huyo mchawi anza asije kwa sura yake, akaja kwa njia ya kichaa, kwa njia ya kichaa. Lakini akikuja kwa njia ya kichaa, manake ujue kabisa kuna jambo analifanya kwenye biashara yako. Baada mtu utashangaa biashara yako inashuka, inaporomoka kabisa. Kuna mtu biashara yake ilishuka baada ya kuota amemwona mchawi kwenye sehemu yake ya biashara. Lakini pia tunapozungumzia habari za kuona mchawi, kuona kichaa kwenye biashara yako, yawezekana kuna roho ya chuma ulete ndani ya biashara yako. Na ndio maana utashangaa fedha zinapotea. Unashangaa unaona kichaa kwenye biashara yako, unaota kichaa kwenye biashara yako, unashangaa fedha zinapotea. Na kuna baadhi ya dalili ambazo unaweza kushangaa ukaziona mara kwa mara kwenye biashara yako. Mende, na hauko karibu na eneo la choo, ni mende kabisa wale wa chooni, unakuta mende, alafu unakuta au mijusi fulani ambao huwa wana. Hizo dalili hizo unapoziona, manake utashangaa kwako ni mende tunawaona, mende wa chooni hao, wa msalani hao, mende pamoja na wale mijusi wa ukutani wale. Wakati mwingine wanaona kama nyeupe hivi, utashangaa kumbe ni rada za wachawi au ni misukule. Kwa hiyo inawezekana Mungu anajaribu kuonyesha jambo kwamba bwana, biashara yako imeingiliwa, unahitajika uombe, ila wewe hujui. Kiamko sema ni ndoto. Hapana, sio ndoto. Manake ni msukule, ni roho za msukule ambazo zimekuja kuchukua either chuma ulete, roho za chuma ulete hizo. Kwa utachanga baada ya muda fedha zako na hesabu hazitoshi. Unajiuliza, kwani nimefanya matumizi gani? Hujui. Kama kwani nimefanya nini? Hujui. Maana yake nini? Kuna msukule humo ambaye kazi yake ni chuma ulete, lakini anatumikishwa na wachawi. Lakini pia tulisema unapoona mchawi, unapoona msukule, okay, au kichaa, tufanye tu kichaa. Unapoona kichaa, kama tulivyosema, labda umeona kichaa mahali au umeota kichaa mahali. Lakini mara nyingi labda kuna baadhi ya picha unaoona hawa, kuna design 3. Hapa picha unaoona kichaa wa kwanza, kama kwenye utangulizi wetu tulisema kichaa wa kwanza unakuta huyu kichaa ni kichaa kutokana na magonjwa mbalimbali ya kibinadamu kabisa. Lakini kichaa wa pili ni msukule kabisa, ni msukule wa mtu. Anatumikishwa, wanatumia ile akili yake kufanya vitu fulani. Alafu kichaa wa tatu ni mchawi. Kuna wachawi wengine wanapofanya makosa
wanaadhibiwa, maana wanapewa adhabu ya kuwa kichaa mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu. Ndio maana ile adhabu ikiisha, yule kichaa umuoni tena. Kichaa ile adhabu ikiisha, yule kichaa umuoni tena. Unashangaa tu ghafla unamwona kichaa mpya amekuja eneo lenu, lakini baada ya mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, kichaa yule kaondoka, hayupo tena. Nini? Alikuwa ni mchawi. Yupo kwenye adhabu. Yupo kwenye adhabu. Sasa ndio maana nakwambia, unapoona kichaa mahali au unapoota kichaa mahali, lazima ujue kuna sababu hizo tatu. Lazima ujue kuna sababu hizo tatu. Kwa hiyo inawezekana kama tulivyosema. Kwa hiyo ukiota kichaa kazini kwako, ujijue kabisa kwamba kuna muda hiyo biashara yako itakufa au utafanywa chuma ulete. Utafanywa chuma ulete. Sasa tunaongea maisha ya kawaida sana. Naongea na watu wa maisha ya kawaida sana. Siongelei vitu vikubwa sana. Lakini hivi vitu vya kawaida sana ambavyo viko kwenye maisha yetu ndivyo vinamata. Yaani unajua kuna mazingira ambayo nitaongea na mtu wa mazingira fulani hata kiuelewa, mazingira fulani ya chini, mazingira fulani ya kati, mazingira fulani ya juu. Sasa huyo mazingira ya juu kama nikiongelea hivi vitu nafikiri anaweza kuvielewa pia. Lakini nikiongelea vitu vya mazingira ya juu alafu ya chini naweza sikuelewe kabisa. Ndio maana hata kama ukifundisha una baadhi hata mtu simuelewi. Ni kweli huwezi kumuelewa kwa sababu hajalenga maisha yako moja kwa moja. Ni kwa sababu anachukua in general. Unapoangalia habari za habari hizi za kuota vichaa, maana yake inawezekana. Hebu jiulize, kama kichaa kiongozi wa nchi mkubwa, labda akawa ni waziri, akawa ni waziri yote, akawa ni mbunge yote, akawa ni kiongozi yote yule ambaye ana dhamana kubwa katika taifa. What do you think? Unafikiria nini? Manake kuna hivyo vitu lazima ufikirie vitatu. Basi kwa hiyo inawezekana sasa, hebu najaribu kufikirisha tu kwamba inawezekana ikapatikana shida kwa watu wakubwa. Ndio maana kuna watu wanachukua maamuzi ambayo unashangaa imekuaje. Kwa taifa zima linaingia kwenye hasara. Taifa zima linakuwa na vijana hawaeleweki. Taifa zima linakuwa na vitu vya ajabu ambavyo si vya kawaida, kwa sababu kuna mtu tayari pale. Hizo remote au remote. Au yeye mwenyewe aliota lakini hakutaka kuchukua hatua. Manake ile jambo, na ndio maana ni muhimu sana kuombea viongozi wa nchi. Ni muhimu sana kuombea kwa sababu kuna baadhi ya sera, kuna baadhi ya mipango ambayo inapita, lakini wanaopitisha utashangaa ni vichaa. Mpaka mtaje kujiuliza, hivi hawa wabunge, hivi hawa mawaziri, hivi hawa watu wakubwa katika hii taifa, hivi ili kuaje wanapitisha vitu vya ajabu kama hivi, vya kipumbavu kama hivi, vya kijinga kama hivi. Mtu na mtu, mwanaume na mwanaume kuoana, mwanamke na mwanamke kusagana, kuoana tena makanisani. Unajiuliza, na ndio maana mimi nakwambia kwa hali ya kawaida watu hawa wana akili gani? Mpaka viongozi wa kidini unakuta tayari ni vichaa. Kwa maana yake maana akili zao zinatumika kuzimu. Aidha wanajua au hawajui. Akili zao zinatumika kuzimu kwa ngazi kubwa ya juu kabisa. Kuendelea kuwashawishi watu, kuweka maneno kwa watu, kuwapa elimu ya kuwaharibu, sio ya kuendeleza. Kuharibu taifa, kuharibu akili na ubongo, ili kusudi wanapopitia vitu vyao uone ni sawa tu. Kwa hebu jiulize, kwa hali ya kawaida wewe ni mwanaume hapo, tukoleni mwanaume mwenzako, alafu mtazaaje? Zaini mkaongezeke, mnazaaje? Wewe ni mwanamke mnaenda kusagana. Hebu just imagine that. Yaani hiyo ni mtu ana akili kweli. Lakini ukimwona ni profesa, ukimwona ni askofu, bishop, ukimwona ni daktari, ukimwona Kwa hiyo ukija kuangalia hii hali kwamba hawa watu ni vichaa.
wana shida ya afya ya akili. Mambo ya kipumbavu ndio akili kwao. Mambo yenye akili hayana akili kwao. Manake ni hebu angalia. Wa muda hujadili upumbavu kama huo. Kwa nini usitumie kujadili vitu vya maana vya msingi? Kwa nini usitumie kujadili habari za watu kuwa wako kwenye umaskini wa hali ya juu? Kwa nini wasijadili habari za kuwasaidia hao maskini? Wao wameng'ang'ania tu habari za haki kwa mashoga, haki kwa wasagaji, haki ujinga tu ambao hauna maana yote. Ni ujinga ambao una maana yoyote. Hatuwachukii, lakini tunawapenda, ila hatupendi kinachofanyika. Manake lazima ifikie hatua hatuwezi kujadili habari za usagaji, hatuwezi kujadili habari za ushoga, kwa sababu Mungu akisema amesema. Asa iko hivi. Ukiona watu wanajadili kama vitu kama hivyo, it doesn't matter with his or her education. Jua kabisa kwamba huyo ni kichaa. Na sasa Mungu amekuonyesha ukichaa wake jinsi ulivyo, kwa hiyo muombe. Kwa hiyo unaweza shangaa unaonyeshwa kichaa kabisa. Kiongozi wa dini mkubwa ni kichaa, kama mmoja wapo wa viongozi wa dini aliyeruhusu ushoga kabisa, kwamba wabarikiwe kwenye makanisa. Lakini ni kichaa kama vichaa wengine. Akili yake inatumika kuzimu, aidha anajua au hajui, aidha ni Freemason au ni Pathomet, Illuminati au Jesuit au vikundi vyote vya giza. Anajua kabisa kwamba hii ni jambo baya na halitendeki hivi kwetu, lakini ataiforce lipite mpaka kwenye makanisa, kwamba wabariki ndoa za jinsia moja, kwamba Biblia imepita na wakati, kwamba watengeze Biblia nyingine tena. Unaona kabisa hii akili hii, unaona kabisa mtu ni kichaa. Lakini kwa sababu watu mmeshapata elimu, mmepewa elimu, so mnafikiria kwamba shetani hayupo, mnafikiria kwamba Mungu hayupo. Asa ni upumbavu kama huo, manake wewe nawe ni kichaa. Kwa sababu isingelikuwepo Mungu, wewe ungelikuwa wapi? Kwa sababu bila Mungu tu, wewe mwenyewe hebu jiangalie. Uitokea how? Nyani aitokea wapi? Manake hata wewe mwenyewe kama unafikiria haya mambo, basi kwamba wewe ulikuwa ni nyani, kwamba wewe ulikuwa sijui ni kutoka kwenye seli za samaki, kwamba wewe sijui ulikuwa, jua kabisa wewe ni kichaa kama vichaa wengine. Doesn't matter kama una masters, una degree, is degree holder au masters holder, utajua mwenyewe. Ila kama una mawazo kama hayo, jijue kabisa kwamba wewe ni kichaa. Na Mungu inawezekana uliota jambo kama hilo, na Mungu anakuonyesha jinsi ambavyo ulivyo kichaa. Kwa lazima ifikie hatua Mungu akusaidie sana, na Mungu atusaidie sana, hiyo hali itutoke na Mungu atupatie haki. Sasa iko hivi, pia unapoona kichaa kazini kwako, kichaa dukani kwako, kichaa sehemu yote ile, kichaa shuleni, kichaa wapi, au wewe umekuwa kichaa hayo maeneo hayo, umekuwa kichaa hayo maeneo hayo, basi ujue kabisa kwamba kuna hali ya kudharauliwa itakuja kwako. Haya kudharauliwa itakuja kwako, na wala hutapata sehemu nyingine yote, wala utapata mtu wa kuwa karibu na wewe, kwa sababu ni kichaa tayari. Na ndio maana tunaangalia katika Samueli. Tuangalie katika Samueli wa kwanza 21:14. Samueli wa kwanza 21:14 nasema, ndipo huyo akisha akawaambia watumishi wake, angalieni na waona ya kuwa mtu huyu ana wazimu. Basi maana yake nini kumleta kwangu? Maana yake nini kumleta kwangu? Kwa maana yake huwezi ukapelekwa popote pale, kama huwezi ukapelekwa kwa wakuu. Akishi alikuwa ni mfalme, Daudi alijifanya kuwa kichaa. Sasa huwezi ukapelekwa kwa wakuu kama una akili ya kuwa kichaa. Maana yake nini? Maana yake mtu ukiota wewe ni kichaa mahali, uko mahali, wewe ni kazini, wewe ni wapi, unaota ni kichaa, huwezi ukapata hiyo kazi kwa kuwa hautakubaliwa. Anasema kwa nini kumleta kwangu? Je, mimi nina haja ya watu wenye wazimu? Hata mmemleta kiumbe hiki ili aonyeshe wazimu wake machoni pangu. Je, huyu ataingia nyumbani mwangu? Sasa kwa hiyo ukichunguza Biblia inavyosema habari za mtu mwenye wazimu ambaye ni kichaa, utashangaa pia kwamba kuna hali kama hiyo ya kwamba ya kudharauliwa mahali, kudharauliwa kazini. Kama tulivyosema, unaweza kaota au kama mtu ni kichaa
Kwa hiyo inawezekana akadharauliwa mahali, au akawa amedharauliwa kazini, kwamba wakuu hawamtaki, kwamba hawezi kuajirika wala hawezi kuajiriwa. Kwa nini? Kwa sababu ni kichaa. Kwa hiyo lazima muombe Mungu sana, Mungu akurehemu na Mungu akusaidie. Kwa hiyo popote utakapoota kwamba iwe ni kazini, iwe ni shambani, iwe ni dukani, iwe ni wapi, manake utadharauliwa. Utadharauliwa. Hakuna kichaa anayeheshimiwa, hayupo. Hakuna kichaa anayeheshimiwa, manake huyu ni mwenda wazimu, hawezi kuheshimiwa, hayupo. Kwa hiyo ukiona heshima haipo popote pale, manake jijue kabisa wewe ni kichaa. Kwa manake uombe Mungu sana akusaidie. Na kama umeota ndo kabisa, au umemwotea mtu, jua kabisa kuna dharau ambayo ipo mahali, na huyo mtu hawezi kuingia nyumbani kwa mtu. Hakuna mtu anayeoa kichaa, hakuna mtu anayeolewa na kichaa. Kwa hiyo hawezi kuingia nyumbani kwa mtu. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana. Basi na Mungu akubariki sana. Tutajifunza namna ya kuomba pia katika hili somo baadaye, na Mungu akusaidie. Mungu akubariki na Mungu akutakase katika jina la Yesu. Amina.